Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Kibore Online TV, chaneli ambayo inakuletea visa, mikasa vya nchi na miji tofauti tofauti, bila kusahau watu tofauti tofauti waliopita katika ulimwengu huu. Na leo tunakuletea historia ya mji wa Kilwa Kisiwani, mji mkongwe wa kihistoria unaopatikana Afrika ya Mashariki. Yawezekana ikawa mji wa Kilwa si jina geni masikioni mwako, lakini yako mengi ambayo huyajui kuhusiana na mji wa Kilwa. Hii ilikuwa ni nchi kabla ya ukoloni. Je, unafahamu? Ilikuwa na mahusiano na nchi tofauti tofauti duniani kabla ya ujio wa ukoloni. Usisahau kusubscribe channel yetu, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mji wa Kilwa Kisiwani umebeba historia mbalimbali. Na unapofika katika kijiji cha Kilwa Kisiwani, huwezi kuamini kama hiyo ilikuwa ni nchi huru kuanzia karne ya 7, huku ikiwa na uhusiano na mataifa mengine duniani. Kijiji hicho kimebaki na magofu na nyumba ndogo za wanakijiji, licha ya kupokea watalii wa ndani na nje wanaojifunza historia za kale. Kijiji hicho kilichopo umbali wa takriban kilomita 1 kutoka Kilwa Masoko, ambayo ni makao makuu ya wilaya hiyo, kimejizolea umaarufu mkubwa kutokamana na historia iliyobebwa na mji huo. Historia ambayo inavutia wanahistoria mbalimbali pamoja na watalii kote duniani kutembelea katika kijiji hicho cha Kilwa Kisiwani. Mwangalizi wa makumbusho ya Kilwa anayejulikana kama Abdalla Mtemi, ambaye anasema kabla ya Kilwa Kisiwani kuingiliwa na kutawaliwa na wageni kutoka nchi za mbali, kilikuwa kinakaliwa na jamii za Waswahili na kiongozi anayetambulika kwa jina la Mtimbo katika karne ya 7. Hata hivyo, anasema baada ya hapo wageni kutoka nchi za Uarabuni walianza kufurika katika kisiwa hicho. Mtemi anamtaja mwanaikolojia Dr. Neville Chittick aliyefanya utafiti wake kuanzia mwaka 1955 akifukua udongo uliokuwa umefunika utajiri wa historia ya visiwa hivyo. Anasema awali visiwa hivi vilikuwa ni vya Waswahili wakiongozwa na kiongozi wao ajulikanaye kama Mzee Mtimbo. Baadaye walikuja Washirazi na utawala wao wa kisultani. Kilwa ilikuwa mji mkubwa kuanzia mwaka 1000 baada ya Kristo, wakati majengo ya mawe yalipoanza kujengwa yakienea eneo la umbali wa kilomita 1 ya mraba. Anasema na kuongeza, unaona hayo majengo yote? Anaonyesha jengo la msikiti mkuu, majengo ya husuni kubwa na ndogo. Awali yalikuwa yamefukiwa chini na udongo, lakini Dr. Chittick na wenzake walifukua na kugundua mabaki ya majengo ya kale. Angalia huu msikiti, wote ulikuwa umefunikwa, lakini sasa umefukuliwa na kusafishwa, ndiyo maana unauona vizuri. Anasema jengo kubwa la kwanza kujengwa katika kisiwa hicho lilikuwa ni msikiti mkuu uliojengwa karne ya 11. Ulijengwa kwa kutumiwa matumbawe
ya baharini kutoka pwani na baadaye ukapanuliwa. Baada ya jengo hilo yalifuatia majengo mengine ikiwemo ikulu ya Husuni kubwa. Kilwa ilikuja kuwa kituo kikubwa cha biashara kuanzia mwaka 1100 hadi mwaka 1500, ikiwa chini ya sultani wa Shiraz aliyejulikana kama Ali ibn al-Hasan. Anasema baada ya hapo ulikuja utawala wa Mahdali na ujenzi uliimarishwa zaidi mwaka 1320 wakati wa utawala wa Al-Hasan Suleimani. Ujenzi wa majengo yao ulitegemea zaidi mawe na matumbawe yakiunganishwa na chokaa ambayo iliwekwa kwa muda mrefu. Majengo hayo ni pamoja na nyumba za kuishi, misikiti, makasri na njia za chini ya ardhi. Majengo mengine yapo mpaka sasa, yakiwemo makasri yaliyotumiwa na wafalme wa wakati huo, ikiwa pamoja na majengo ya Husuni kubwa na Husuni ndogo yaliyojengwa karne ya 14. Udongo na chokaa ilichomwa. Matumbawe na magamba ya konokono wa bahari yalichanganywa na mchanga kwa ajili ya kujengea majengo hayo. Utengenezaji wa chokaa kwa ajili ya ujenzi pia ilikuwa ni shughuli ya uchumi wakati huo. Anasema chini ya majengo mengi kuna njia za mahandaki zilizotengenezwa kwa ajili ya ulinzi na usalama endapo mfalme angevamiwa. Pia anaongeza kutaja baadhi ya watu mashuhuri waliotembelea kisiwa hicho kuwa ni pamoja na mfanyabiashara kutoka Moroko ambaye ni maarufu na anajulikana kwa jina la Ibn Battuta, aliyefika Kilwa mnamo mwaka 1331, na alipofika alikaribishwa katika kasri la Al-Hasan ibn Suleiman. Kipindi hicho ndicho majengo mashuhuri ya kale kama Husuni kubwa yaliboreshwa, pia msikiti mkubwa na kujengwa kwa soko la Husuni ndogo kulipofanyika. Anasema mtemi, mafanikio ya kisiwa hicho yaliendelea hadi karne ya 14 wakati kisiwa hicho kilipogeuzwa kuwa soko la kimataifa la watumwa. Mapema karne ya 15 nyumba mpya za mawe ziliendelea kujengwa kisiwani humo. Mwaka 1500 mpelelezi wa Kireno Pedro Alvarez Cabral alipotembelea Kilwa na kuona jinsi nyumba zilivyojengwa kwa mawe na matumbawe. Tangu hapo Wareno wakatawala biashara zote katika pwani ya Afrika Mashariki wakitumia kisiwa hicho. Pia mtemi anaongeza, Mreno mwingine maarufu aliyefika Kilwa ni Vasco da Gama, ambaye alitamani kuimiliki biashara ya dhahabu na meno ya tembo. Kufika karne ya 18, Kilwa ilikuwa ndio kituo kikuu cha biashara kutoka bara kwenda Uarabuni pamoja na Ulaya. Bidhaa wakiwamo watumwa walitolewa bara kwenda hadi ziwa Nyasa na kusafirishwa nje ya nchi. Mtemi anaonyesha ngome iliyojengwa na Wareno kisiwani Kilwa hapo, inayofanana na ngome ya Yesu iliyoko Mombasa nchini Kenya. Ngome hii ilijengwa na Wareno kama ofisi na gereza kwa ajili ya watumwa waliokuwa wakitolewa bara. Anaeleza kuwa ngome hiyo ilijengwa kwa lengo la kulinda utawala wa Wareno dhidi ya maadui wanaoingia kisiwani hapo. Anaonesha kuta zake zenye upana wa mita 1 zilizojengwa kwa mawe na chokaa na matumbawe, akisema watumwa wengi walifia hapo kwa sababu ya kukosa hewa kutokana na
nyumba au vyumba visivyo na madirisha. Mbali na Wareno, kisiwa hicho kina mabaki ya msikiti uliojengwa na Waarabu kutoka Malindi nchini Kenya karne ya 15. Msikiti huo umeambatana na makaburi yaliyojengwa kifahari tangu wakati huo, japo baadhi yake yamebomoka. Eneo jingine linaloonekana ni mabaki ya kasri la Sultan Bakhash, ambaye ndiye alitiliana saini na Waingereza kukomesha biashara ya watumwa mwaka 1873 baada ya watu zaidi ya 1,500,000 kuuzwa nje ya nchi kama watumwa. Magofu mengine yanaonekana kujengwa kwa matumbawe na chokaa, lakini bado yako imara. Miongoni mwa mambo ya kustaajabisha ni dari zilizojengwa kwa zege la matumbawe na chokaa mithili ya kuba, lakini haikuwa ikipitisha maji katika majengo haya. Pia upo mti wa mtuyu unaokadiriwa kuwa na zaidi ya miaka 600, lakini bado una afya njema. Mti mwingine ni mkuyu ulioota na kushikamana na kuta za msikiti mkuu, nao una umri wa mamia ya miaka. Maelezo ya historia yanaonyesha kuwa utawala wa Wareno Kilwa Kisiwani ulianza kuyumba baada ya Vasco da Gama kutishwa na utawala wa Kiislamu. Hata hivyo, mwaka 1505 jeshi la Ureno likiongozwa na Francisco Almeida lilikitawala kisiwa hicho hadi mwaka 1512 baada ya Waarabu kuibuka upya. Japo kisiwa hicho kilirejea katika kilele cha mafanikio kuanzia mwaka 1784, kilikuwa kikiongozwa na utawala wa Oman waliokuwa Zanzibar. Wafaransa nao walifika katika kisiwa hicho na kujenga ngome yao kaskazini ya kisiwa hicho, lakini mji huo ukatelekezwa ilipofika mwaka 1840. Baadaye kisiwa hicho kiliwekwa chini ya utawala wa Wajerumani waliokuwa wakitawala Tanganyika, Rwanda pamoja na Burundi tangu mwaka 1886 hadi mwaka 1918 waliposhindwa katika vita vya kwanza vya dunia. Hii ni Kibore Online TV, nami ni msimulizi wako Twaha Kibore.